bila tatizo kabisa tuna ushindi, kwa sababu maeneo yote ambayo tunaingia sio maeneo ambayo inaachiwa, ni kuingia na kubana eneo, na kwa hiyo tuna ushindi kabisa. Na kwa yule ambaye anachukua pesa za adui, sisi hatuna budi ni kumkuta na kumutoa, kwa sababu na yeye ni adui pamoja na adui. Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekusanya asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Ikiwa unapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sana sana Maniema, Sud Kivu na Nord Kivu, ni majira ya asubuhi, lakini ikiwa upo katika maeneo ya Ulaya na Amerika, mida hii ni mida ya majira tofauti na eneo tajwa hapo juu. Karibu katika habari zetu za leo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Ni kuombe ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuungana nasi, unaweza kusubscribe channel yetu, unaweza kucomment ili tujue unatupata ukiwa wapi duniani, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili waweze kuzipata habari hizi kiurahisi zaidi, kwa sababu sisi ndo wewe na wewe ni sisi. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambalo linakumbwa na migogoro ya kivita, eneo ambalo mizozo ya kivita haikomi kabisa. Leo tunakuletea habari muhimu ambazo zimethibitishwa, habari ambazo zimechunguzwa na zenye ukweli ndani yake. Tukianzia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambalo halikomi vita ndani yake. Kwanza kabisa ni kujuze kwamba eneo la Minembwe, eneo ambalo lipatikanalo nyanda za juu za tarafa la Fizi, mapigano makali yanashuhudiwa kila kuchako leo, na wito unaendelea kutolewa kwa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC kudumisha umoja ili kuhakikisha ushindi umerejea baada ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan mashariki mwake, kuweza kushambuliwa na waasi wa M23, Twigwaneho na Redi Tabara, ambao ni waasi kutoka nchi ya huko Burundi. Kwa wito huo, Jemadari Zelamboma Milenge kupitia msemaji wake Santos amesema kushukuru jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wengine kwa ushirikiano wao kwa kuweza kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan maeneo ya Itombwe, eneo ambalo limeshuhudiwa migogoro ya kivita kufuatia madini yake, pamoja na eneo hilo kushuhudiwa kuwa ni nzuri zaidi kuliko maeneo mengi duniani. Bwana Santos, msemaji wa Jemedari Zelamboma, ambaye anapatikana kwa sasa ndani ya sekta ya Itombwe kwenye tarafa la Mwenga, nyanda za juu, anasema kushukuru wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ushirikiano, lakini pia ametoa ujumbe wa upendo kwa wazalendo wote, maana umoja ndio nguvu kama wanavyosema wahenga. Kwetu News 24 iliweza kuzungumza na Bwana Santos ambaye ameanza kwa kujitambulisha, na hapa akatoa ujumbe wake. Kwa majina, mimi najulikana Mtendwa vya Mungu Maurice Santose. Mimi ni msemaji wa FCRN na mtu wa parti ya movement ya MPLC ambayo nasimamiwa na General Milenge Ishibona Nezelambo Masafari. Habari ninazo ni habari nyingi sana ku niveau ya Sud Kivu, ni habari kutoka maeneo ya Axe Itombwe. Kulingana na hali tunayoishi kwa sasa, hali ya vita, ni habari ambazo General yeye mwenyewe Milenge Ishibona Nezelambo Masafari ambao atatoa kwa watu wa maeneo ya Sud Kivu. Kwa habari fupi ambazo General aliniambia nizitoe kama vile msemaji wake, habari ya kwanza ni shukrani kwa force gouvernementale ambayo inatumika kazi kwenye maeneo yajulikana Axe Itombwe na miji yatajwayo hapo chini kama vile Kipupu, Mikenge, Kalingi na Minembwe. Kazi ambao wanaifanya vraiment si kazi rahisi, ila ni kazi ambayo yeye mwenyewe kabisa kiongozi anawashukuru sana. Ndiyo, kulingana na kazi ambao wanaofanya wazalendo, General ana mengi ya kusema kuhusu wazalendo, ila neno moja tu au mbili au tatu ni recommendation au ombi kwa wazalendo, kwa sababu yeye mwenyewe kwanza ni mzalendo na anajua kazi ambao wanaifanya, na kulingana na kazi hiyo ana ombi fulani ambayo ataituma kwa wazalendo wengine. Mheshimiwa General Milenge Ishibona Nezelambo Masafari aomba wazalendo kuonyesha uzalendo wao kwa vitendo.
Ile ni ombi ya kwanza au rekomandasyon ya kwanza kwa wazalendo wote. Wakiwa kimya si vizuri, ila kila mtu atende kwa kuonyesha ya kwamba yeye ni mzalendo. Ombi lake la pili ni kukoordinasyon provinciale ya uzalendo. Mheshimiwa aonyesha wazi kusema kwamba aomba wakuu viongozi ambao wanasimamia koordinasyon vraiment wapendane, wawe na upendo na wasiwe na ubaguzi wa jamaa au ukabila. Na rekomandasyon ya tatu au ombi la tatu, yeye mwenyewe Mheshimiwa General Milenge Ishibonane Zelambo Masafari ambaye anaongoza akse ya Itombwe akisindikizwa na Dieu Merci kuvita ambavyo wanavyovitumika kwenye akse ya Itombwe, aomba pia muvyote ambavyo wanavyovitumika anaona kabisa coordination provinciale inawasaulika kabisa, ile anasititiza na anauliza kwa nini wanawasaulika muvyote ambavyo wanatumika, kwa nini wanawasaulika? Ndiyo ndugu journalist, najua swali yako ni nzuri sana. Kulingana na swali hiyo, aonyesha ya kwamba kwa leo kuna pesa ambazo zilitoka ku niveau gouvernemental mpaka sasa azizi afika kwenye maeneo ambao wanapatikana, na wao wanaendelea na vita mpaka sasa hawajapata ile encouragement. Na cha pili, hali ya masase vraiment inawajia kidogo, wanaomba wawafurnire masase kwa kupiga yule adui na kusititiza. Cha tatu, wawafikie mara kwa mara kwenye eneo kuenda warandre visit na kuwapelekea chakula. Vraiment ile kabisa ni ombi lake kwa wakuu viongozi wanaosimamia univo ya uzalendo na gouvernement yetu central. Ndugu journaliste, najua nitakwambia wazi, hii ni habari ambayo yahitajika ifike kwenye maeneo yote hapa mjini Kongo. Ni cha kwanza, unajua ni maeneo ya Mikenge pale kumeripotiwa vita vikali. Ikiwa maeneo ya Mikenge pale, ye general mwenyewe Milenge Ishibonane Zelambo Masafari akitumika pamoja na ndugu Dieu Merci waliingia kwenye mji wa Mikenge mnamo tariki 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Wakapambana pale na wakadhibiti eneo siku ile. Na walipodhibiti eneo ile, ilibidi wasisimame. Mpaka sasa wanaendelea kusaga vijiji vingine vinavyopatikana karibu na kijiji cha Mikenge, kama vile Kawera, Kalingi, Rubanda na Minembwe. Najua kwa sasa tunatumika kwa pamoja na gouvernement central, kwa sababu a partir ya sisi kuanza vita maeneo ya Kipupu, Lwemba na kuingia Mikenge tulikuwa tujawa na gouvernement central. A partir ya kubana Mikenge tukakuwa kwa pamoja, na kwa sasa tunatumika kwa pamoja bila tatizo yoyote ile. Donc tunalomba representant wetu ku niveau ya coordination provinciale wa vingilie kati kwa kukazia ili ile umoja ibakie, tutumike kwa kupiga adui na kusaga asipatikane tena kwenye maeneo yetu mu niveau ya DRC. Bila tatizo kabisa tuna ushindi, kwa sababu maeneo yote ambayo tunaingia sio maeneo ambayo inaachiwa, ni kuingia na kubana eneo, na kwa hiyo tuna ushindi kabisa. Hata Mungu wa mbinguni anatusemea, sio mwenyewe anajua Wakongomani huwa wana uhuru. Na kwa yule ambaye anachukua pesa za adui, sisi hatuna budi ni kumkuta na kumutoa, kwa sababu na yeye ni adui pamoja na adui. Kijiji cha Minembwe tumehesabia masiku, kwa sababu kila eneo tunaipangilia, na bila wasi msiku 2-3 Minembwe tutashika bila tatizo yoyote ile. Sisi tunaambia raia wajipe moyo, wasiwe na wasi yoyote ile. Sisi ni watoto wao, tumejitolea kwa ajili ya kuchunga nchi yetu na mali yake na kufunga mipaka ya mwingine. Na kwa hiyo adui tutapiga na kusititiza kila mtu abaki kwenye maeneo anapatikana kimya tu. Yaani kwenye vijiji ambavyo sisi tunaingia, tunabakia mu harmonia mzuri na raia. Ni kufika na tunapashia donc raia ideology yetu, na tunajikonforme, tunatumika kwa pamoja, raia inaendelea na kazi yake na wanajeshi wanaendelea na kazi yao bila tatizo yoyote ile. Vraiment kuna unyenyesaji wote ule. Kama tukianza unyenyesaji, yani hatuzijui kwa kazi ambayo tunaifanya. Kwa unafiki na udanganyifu mkubwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waasi wa AFC M23 wanasema wana mpango wa kuachilia huru mamia ya wafungwa wa kijeshi wa serikali wanaoshikiliwa katika maeneo wanayoyadhibiti. Uongozi wa waasi hao unasema unapanga kuwakabili wanajeshi hao wa FARDC kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu kwa mujibu wa makubaliano ya Doha. Kwa mujibu wa uchunguzi wa vyombo vya habari, wanajeshi wa FARDC wapatao 2070 wanatarajiwa kuachiwa huru
lakini shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu hawajathibitisha jambo hilo. Hata hivyo, shirika hilo limesema limepokea taarifa ya kuwepo kwa mpango huo ambao M23 AFC wanasema unaonesha nia njema ya kupata mwafaka wa mzozo mashariki mwa DRC. Kwa upande mwingine, serikali jijini Kinshasa inasema haijapokea taarifa yoyote kutoka kwa waasi hao na kudai kuwa kinachofanyika ni kundi hilo kutafuta umaarufu wa kisiasa na huruma ya kidiplomasia. Mwezi Septemba mwaka 2025, waasi hao na serikali ya DRC walitia sahini ya makubaliano ya kuachiwa kwa wafungwa wote, lakini mpaka sasa hakuna aliyewahi kuachiwa huru. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ni kushukuru kwa kuwa nasi kwa muda na wakati kama na huu. Mimi ni Espoir Mukubure Muhamba na hii ni Kwetu News 24. Naam, tunahakikisha habari unazipata kwa wakati. Ni kuombe kitu kimoja, tawanya habari hizi kwa wengine, comment ili tujue unatupata ukiwa wapi duniani, lakini pia usikose kujiabone. Katika lugha nyingine wanasema kusubscribe. Asante hadi wakati mwingine. Kwaheri.